Taarifa hiyo tuangazie hili mtazamaji, ni kitendo cha pekee cha ujasiri na kujitolea kilichoanza kushika kasi miongoni mwa vijana wa humu nchini. Kutoka kupigania mazingira, kudai huduma za msingi, hadi kuhamasisha jamii kuhusu saratani, miti sasa imegeuka kuwa jukwaa jipya la kilio cha vijana. Eric Munene mwenye umri wa miaka 28 kutoka kaunti ya Embu amekuwa wa hivi punde kukumbatia mti kwa saa 90 mfululizo, si kwa burudani bali kama kilio cha kutafuta maendeleo kwa jamii yake iliyosaulika. Katika siku za hivi karibuni, Kenya imeshuhudia wimbi jipya la wanaharakati wa vijana ambapo kukumbatia miti kwa masaa mengi kimekuwa kama njia ya kuwasilisha ujumbe muhimu kwa jamii na serikali. Mwendo huu ulianza na binti Truphena Muthoni kutoka kaunti ya Nyeri aliyekumbatia mti kwa saa 72 mfululizo. Hatua yake ililenga kuhamasisha umma kuhusu uhifadhi wa mazingira, kupinga ukataji wa miti kiholela na kuonyesha uhusiano kati ya mazingira na afya ya akili. Akiwa nje ya ofisi ya gavana wa Nyeri, Truphena alivumilia mvua, baridi na uchovu, akitumia ukimya wake kama sauti ya kulinda misitu ya asili. Msukumo huo ulifuatiwa na Eric Munene, kijana wa miaka 28 kutoka Siamungu, Embu, aliyekumbatia mti kwa saa 90 mfululizo. Lengo lake lilikuwa kushinikiza serikali kupeleka huduma za msingi katika eneo lake linalokabiliwa na ukame. Kusudi yake kufanya hivyo, aliona wakazi wa Siamungu wanateseka sana kwa sababu mbalimbali. Akaonelea ni vizuri tujengewe shule hata kama ni darasa moja ya chekechea. Ajenda yake ya tatu ni hospitali. Alikuwa anaonelea kungekuwa tu na dispensary pale ingekuwa vizuri. Naomba watimize hiyo ndoto ya hiyo kijana kwa sababu mimi niliona ako na maono kubwa. Kupitia zoezi hilo, aliangazia ukosefu wa vituo vya afya, barabara za lami, maji ya uhakika na umeme. Alipokamilisha changamoto hiyo, Munene alionekana dhaifu na kulazimika kupelekwa hospitali ya rufaa ya Embu kwa uchunguzi wa kiafya. Mheshimiwa Kamuhainda akamwambia mimi mwenyewe niende nimshike mkono tutafute passport, wakati akimaliza target yake ya 8 hours niende nimshike mkono nipeleke Huduma Center apate passport. Juzi tu kijana mwingine aliungana na mkondo huu wa maandamano ya kimya kwa kukumbatia miti kwa saa 79 akilenga kuhamasisha jamii kuhusu saratani. Hata hivyo, kabla ya kufikia lengo lake, alizimia kutokana na uchovu na kudhoofika kwa mwili na kukimbizwa hospitalini. Tukio hilo limezua hisia kubwa miongoni mwa wananchi, likionyesha uzito wa ujumbe aliokuwa akijaribu kuwasilisha. Tukio kama hilo pia lilionekana katika bustani ya Jivanjii hapa Nairobi, pale kijana Stephen Gachanga wa miaka 14 alipochukua changamoto ya saa 50 ili kukusanya fedha kwa ajili ya matibabu ya kaka yake mgonjwa huko India. Aidha, Paul Kago, raia wa miaka 43 kutoka Nanyuki, alikumbatia mti kwa saa 96 akihamasisha Wakenya kupinga ghasia za kisiasa na kuhimiza amani na mshikamano wa kitaifa huku nchi ikielekea uchaguzi wa mwaka 2027. Naomba kuwe na amani hapo mwaka wa 2027 wakati wa uchaguzi. Kwa haswa mimi namunga mkono kwa sababu amejitolea kupigania ama kuweza kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa amani haswa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Actually, sisi wa mama ndio huwa tunahangaika sana. Na vijana ningependa kuambia, msikubali kutumika na hawa wanasiasa. Ni tukio linaloendelea kushika kasi miongoni mwa vijana kwa lengo la kuhamasisha au kusisitiza ujumbe kuhusu masuala ya mazingira, afya na masuala ya kitaifa. Swali ni je, serikali itawapa sikio au itaendelea kutia nta? Akida Kasim, runinga ya KU.